Katika muktadha wa kufikia malengo ya miaka mitano ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, serikali inahitaji watumishi wenye uwajibikaji, nidhamu na ari ya kufanya kazi kwa kuzingatia dira ya maendeleo ya nchi. Upimaji wa kazi unaendelea kuwa daraja muhimu la kuwaunganisha watumishi na malengo ya taifa. Lakini upimaji nao hatufanyi. Sasa serikali imetoa maelekezo. PA lazima iwe performance appraiser. Yaani upimaji wa utendaji lazima tuupimeni sasa. Kwa watendaji wote. Mpaka si mawaziri tutakuwa na mkataba na rais. Tutapimwa. Kila mmoja na utendaji wa kazi wake. Mawaziri watapimwa, manaibu waziri, makatibu wakuu, wakurugenzi wote na watendaji wote chini tutawapima, tutaangalia. Kamisheni yasimamieni haya. Kwa sababu nyinyi ndio jukumu lenu. Kwa kushirikiana siku ya utumishi, mshirikiane kuhakikisha kwamba watumishi wote tunawapima, tunawaangalia utendaji kazi. Anafaa. Anapewa nyongeza kwa sababu ya utendaji kazi. Kama hakufanya kazi asipewe kitu. Wako watumishi wanajituma sana usiku na mchana hapo. Sikija nyongeza maskini hawamo. Wanaonekana hao wengine. Je, ndivyo hivyo? Si hivyo. Mipango na mikakati ya kila taasisi ya umma ni nguzo muhimu katika kuhakikisha malengo na mafanikio ya serikali yanatimizwa kwa ufanisi na kwa wakati. Kupitia upangaji mzuri wa mipango inayozingatia vipaumbele vya kitaifa, dira ya maendeleo na mpango wa miaka mitano wa serikali, kila taasisi hupanga malengo yanayopimika na yanayotekelezeka kulingana na majukumu yake. Mikakati hiyo huwezesha matumizi bora ya rasilimali, kuimarisha uratibu wa kazi, kuongeza uwajibikaji, kuendelea na jukumu la kuidhinisha nyongeza za muda wa utumishi, kubadilishwa kada, kustaafisha, ambazo hizi ndio tumesema hatuna zile figure exactly kwa sababu tunakuwa kadri tunapopokea maombi ndio tunapofanyia kazi. Lakini pia kuhakikisha tume inapata ofisi ya kudumu, na hilo kama nilivyosema tunaendelea na hatua zote za kutafuta jengo kwa ajili ya hatua za muda mfupi, lakini pia kutafuta kiwanja kwa ajili ya utatuzi wa kudumu wa swala hili. Waziri, tunao mkakati wa kupokea na kushughulikia rufaa na malalamiko kutoka kwa watumishi wa umma, na tumejipanga katika utekelezaji wa hili. Mheshimiwa Waziri, tutaendelea kupokea na kusimamia rufaa pamoja na malalamiko ya watumishi kwa miaka mitano ijayo, na matarajio yetu Mheshimiwa Waziri ni kuona kuimarika kwa uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu za kiutumishi, lakini pia tuna matarajio ya kuimarika kwa nidhamu na maadili, kwa sababu miongoni mwa rufaa na malalamiko ambayo tunayapokea yanahusiana pia na uzingatiaji wa haki na wajibu wa watumishi kwenye maeneo ya kazi. Uundaji wa vikosi kazi vya kupambana na uhalifu mkubwa wa kupanga na uhalifu wa kupanga na makosa ya kifedha kwa lengo la kuisaidia kuiondoa Tanzania katika orodha ya kijivu, yani FATF. Pia tumeratibu na kufuatilia upatikanaji wa maslahi ya wafanyakazi, jambo ambalo lilikuwa ni tatizo kubwa katika ofisi. Aidha, afisi imefanikiwa kwa kuwapa maslahi stahiki kwa wakuu wa division. Hata hivyo, tunaendelea kufuatilia maslahi ya mkuu wa kitengo cha kuwalinda mashahidi. Mheshimiwa, kama unavyojua sisi kwenye masuala ameelezea masuala yetu tunakwenda vizuri kwenye miundo, kuipanga miundo, na tunapozikagua taasisi tunakuta katika masuala hayo wanawapanga, yani percentage kubwa wanaitekeleza ile miundo kama tulivyoagiza.